Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Moyo mkunjofu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Ubwana kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tuachie maoni yako kwenye comment. Na pia unaweza kutuandikia. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani, ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni SGR mwarobaini foleni malori da, mzigo wa makasha 50,000 kusafirishwa kwa siku. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Bunge laitisha miradi ya PPP ilivyokwama. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Aweso Mbaradhi kupiga kambi Mwanza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Zanzibar kupumzika kesho. Habari ni katika kurasa za ndani. Serikali yaonya wanaotengeneza madanguro. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Watoto watatu waliopotea wakutwa wamenyongwa porini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Uwekezaji wa umma tegemeo dira 2050. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali yaondoa kanuni 370 kikwazo cha biashara uwekezaji. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wabunge wagusa matobo ya bajeti, walia na kodi mpya ya pikipiki, magari chakavu, wakisema ni kuongeza umasikini kwa vijana. Muhongo ataja sekta kuibeba Tanzania, kamati ya hofia utekelezaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Nukuu ya Mashimba Ndaki, mwenyekiti wa kamati ya bajeti, nasema baadhi ya hatua hizo hazilengi kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, baadhi ya maofisa masuhuli kutotekeleza vyema sheria ya usimamizi wa fedha na umma na maandalizi hafifu ya miradi ya maendeleo inayosababisha gharama za miradi kutoendana na thamani ya fedha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Daladala zaondolewa kiaina njia Mbagala kupisha mwendo kasi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. 200 idadi ya mabasi yaliyoingizwa na Mofat kwa ajili ya kutoa huduma ya Mbagala, lakini yanayotumika kwa sasa ni 50 pekee. Kauli ya wadau, madereva tunaweza kutekeleza amri iliyotolewa, lakini vipi kwa abiria? Mtu anapanda stesheni akitaka kushuka ufundi, leo tukimwambia hatushushi hadi rangi 3 tunaweza kugombana hadi kufikishana polisi. Huyu ni dereva wa daladala. Nukuu ya abiria inasema, kwa sasa hatuna muda wa kupoteza, kupanda mwendo kasi lazima uwe na kadi, hawataki pesa mkononi. Wakati mwingine mtu anasahau kadi, ndio maana tunapanda daladala ambayo haina masharti mengi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Simulizi kiza kilivyomkwepa Mbowe na kutua kwa Zito. Habari katika ukurasa wa 18. Watoto wa familia moja wauawa kinyama. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Gereji biashara vyuma chakavu pembezoni mwa barabara marufuku. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali
hospitali ya Mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Tazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni fursa za zidi kufunguka uongozi wa Rais Samia. Kiwanda kikubwa cha chuma kujengwa Dodoma, ujenzi kukamilika ndani ya miezi 15. Julai 2026 ni uwekezaji wa zaidi ya bilioni 600, ajira 1500 kuzalishwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Rais Samia kupokea gawio Juni 30, Ikulu. Habari katika ukurasa wa 4. Mbunge ataka orodha ya wafugaji 88 wenye vitalu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Italia yaonesha nia uwekezaji ya biashara ya carbon. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Polisi kuwachukulia hatua wanaokiuka maadili. Habari katika ukurasa wa 2. Tashiko LMC waingia makubaliano ya usafirishaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Dola ya promoka baada ya makubaliano. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 19. IHPS na changamoto za utambuzi wa mapema na matibabu nchini. Habari katika ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema bado wang'ang'aniwa, rufani yaanza kunguruma rasmi mahakamani. Ni kuhusu mgawanyo usio sawa wa rasilimali, wenyewe wajibu wakisema. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mwenendo wa matukio April 2025, kesi ilifunguliwa Mei 28, 2026. Uamuzi wa mahakama kuu Juni 6, Saidi Mohamed alifukuzwa wanachama. Juni 15, kesi ikafunguliwa tena. Habari picha inaonyesha John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema bara. Marekani Iran zasitisha vita, mafuta duniani kushuka bei. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Italia yaonesha nia uwekezaji wa carbon nchini. Habari katika ukurasa wa 7. Mauaji ya kutisha, watoto wanyongwa kinyama, wakutwa bila nguo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Nukuu ya ACP John Makuli ikisema uchunguzi wa awali umebaini kuwa mbali na kunyongwa, mwili wa mtoto huyo ulikuwa umefanyiwa ukatili mwingine ambao vidole gumba vya mikono yote miwili vilikuwa vimekatwa pamoja na sikio moja. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Ongezeko ushuru sausage, mashine ya kukausha kucha za zua mjadala Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 5. Nishati safi ya kupikia, safari ya Tanzania kuachana na kuni mkaa yaiva. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tunatazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mjadala bungeni, mapendekezo 10 yatolewa kubana matumizi ya serikalini. Miongoni mwake ni kupunguza misafara ya viongozi, vikao kazi, safari za nje na ushiriki wa mikutano isiyo na tija. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Kibano cha Waziri Mchengerwa kwa watumishi wanaouza damu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Chalamila awashatanya nyekundu awaonya watakothubutu kufanya vitendo vya mjifua amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Rais Mwinyi wataka Waislamu nchini kuendelea za maridhiano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Taasisi za umma kukabidhi gawio kwa Rais Samia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Agizo la Dr. Mwigulu la za matunda Mwanza. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi ahimiza wananchi kusaidiana, ni mwaka mpya wa Kiislamu. Gazeti hili limeandika serikali yapunguza 90% migogoro ya ardhi. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali yatakiwa kudhibiti mfumuko wa bei. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Iran Marekani zafikia makubaliano usitishaji vita Juni 19 kuwekeana saini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Baraza la Wawakilishi wafurahishwa ongezeko tozo bidhaa za mapambo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani, mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe habari iliyopewa kipaumbele ni Yanga imeamua sababu kuhamisha mechi ya tajwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Juni 18 ni Yanga dhidi ya Fountain Gates.
Mchezo utapigwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid, wakati Juni 21 Azam FC dhidi ya Yanga Sports Club CCM Kirumba Mwanza, kombe la FA. Ahmad Diallo aweka rekodi kombe la dunia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Ibenge autaja ubingwa Azam, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Siku 17 za rekodi ya heshima, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mwanaspoti pia limeandika FIFA World Cup leo Jumanne, Ufaransa dhidi ya Senegal saa 4 kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani, ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo lenye limeandika Beka ahidi kupambana mpaka mwisho, Yanga Azam kupigwa New Amani Complex, Coastal yaididimiza KMC, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Ahmad aibeba Ivory Coast, Tunisia ikipigwa, habari ni katika kurasa za ndani. Henderson amkingia kifua Bellingham, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22. Serengeti Girls yaichakaza Sudan, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe lenye limeandika Beka, Simba ilicheza soka Pamba Jiji, Rafu alia na mwamuzi kutoa adhibu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Yanga kuzisaka pointi 12 kwa jasho na damu, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake wa nyuma, na gazeti hili linakamilisha udukuzi habari toka Zamani TV.